Katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte amezionya Ujerumani pamoja na Uingereza dhidi ya kuitishia Urusi, akisema kwamba wanapaswa kuongeza bajeti katika upande wa ulinzi ama wajifunze kwanza kwa Urusi. Watu wa Uingereza watalazimika kujifunza kwa Urusi namna ya mapambano ikiwa watashindwa kutekeleza mpango wa Waziri Mkuu Keir Starmer wa kuongeza kiasi kikubwa cha matumizi ya ulinzi, anasema katibu mkuu huyu wa NATO Mark Rutte. Moscow imepuuzilia mbali madai kwamba inapanga kuvamia nchi za NATO na kusema ni ya kutisha wanasiasa, ni ya wanasiasa wa magharibi. Wiki iliyopita Keir Starmer alifunua mapitio ya ulinzi wa mkakati wa baraza lake la mawaziri, akiahidi kuwekeza mabilioni zaidi ya dola katika viwanda vya silaha, ndege zisizokuwa na rubani, manowari, ili kuifanya Uingereza kuwa taifa lililo tayari kwa vita, lililovaa silaha na ushirikiano wenye nguvu zaidi na uwezo wa juu zaidi. Sera ya London ikisema daima itakuwa NATO kwanza, alisema. Hata hivyo, waziri mkuu alikataa kuweka tarehe ya mwisho kwa Uingereza kufikia lengo lake la kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 3% ya pato la taifa, jambo ambalo itakuwa haijafikia 5% ambayo Marekani ilieleza kupitia utawala mpya wa sasa wa Donald Trump. Katibu mkuu wa NATO anasema kwamba ikiwa bajeti hiyo haitafikiwa, basi Uingereza isithubutu kutaka mapambano dhidi ya Urusi, lakini pia akasema watapaswa kujifunza mengi kutoka kwa Urusi. Akizungumza huko London siku ya Jumatatu, Mark Rutte amesema amefurahishwa sana na mipango ya Starmer. Alipoulizwa ikiwa Uingereza inapaswa kuongeza ushuru hata zaidi ili kufadhili mpango wa kuweka silaha tena, alijibu, sio juu yangu, ni wao, lakini natoa ushauri wanapaswa kuongeza bajeti hiyo, la sivyo wajifunze mengi kutoka kwa Urusi. Na maanisha, ninachojua ni kwamba ikiwa tunataka kuweka jamii zetu salama, angalia, usipofanya hivi hamtafika kwa 5% pamoja na matumizi ya msingi ya ulinzi ya 3.5, bado hamtakuwa na uwezo wa kupambana na Urusi. Lakini pia mnapaswa kuzingatia katika sekta ya afya na katika nchi zingine, mifumo yao ya afya, mifumo ya pensheni na kadhalika. Lazima muweke afadhali na lazima muachane na mpango wa kupambana na Urusi, na mtapaswa kujifunza kwanza ikiwa bajeti haikufikia, anasema Mark Rutte. Kadhalika, Rutte alieleza madai yake kwamba Urusi inaweza kuwa tayari kulenga nchi za NATO ndani ya miaka 5 ijayo. Kizazi kipya cha makombora ya Kirusi husafiri mara nyingi kwa kasi ya sauti. Umbali kati ya miji mikuu ya Ulaya ni suala la dakika tu. Hakuna tena mashariki au magharibi, kuna NATO tu, alisema, akimaanisha kwamba hakuna taifa litakaloweza kupambana peke yake na Urusi. Zaidi ni mataifa yote ya NATO yashirikiane kwa pamoja, lakini akisema kwamba mataifa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ujerumani, pamoja na Uingereza, Ufaransa na mataifa yote katika Ulaya yanapaswa kuwekeza bajeti kubwa ya kiulinzi ili waweze kupambana na Urusi. Rais wa Urusi Bwana Putin amekanusha madai kwamba Moscow ina nia yoyote ya kichokozi dhidi ya nchi za NATO na kuyaita hayo maneno ni ya upuuzi ambayo yanalenga kuwatishia umma na kuhalalisha ongezeko kubwa la matumizi ya ulinzi. Moscow imekuwa ikikosoa mara kadhaa juu ya ushiriki wa Uingereza katika mzozo wa Ukraine. Waziri wake wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov aliwahi kusema siku ya Jumatatu ya wiki hii kwamba Uingereza inasaidia 100% Kiev kuendesha mashambulizi ya kigaidi ndani ya ardhi ya Urusi, lakini wafahamu kwamba mpango wao huo kamwe hautaweza kufanikiwa. Lakini ametoa tahadhari kwamba itafikia hatua Urusi itaamua kufanya mashambulizi kwa mataifa hayo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango huo, ikiwa kweli nchi ya Uingereza imeamua kupeleka wanajeshi wake na kuisaidia Ukraine katika mapambano ya siku za hivi karibuni ambayo yameingiza Ukraine katika matatizo makubwa kutokana na mashambulizi mazito yanayofanywa na nchi ya Urusi, ni wazi itafikia hatua Urusi inaweza ikaingia kweli vitani dhidi ya Uingereza, jambo ambalo ni kama vile wamekuwa wamelitafuta. Lakini kwa mujibu wa Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, anasema kwamba bado mataifa hayo hayajajipanga, yanapaswa kujifunza jambo jipya kutoka kwa Warusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.